Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Tushirikishane tone la upendo. Mungu ni mwema na kila wakati. Na hiyo ndio tumrudishie Mungu sifa na utukufu kwa kukusanya. Wapendwa katika Kristo, katika Dominika hii ya 6 ya Pasaka ya mwaka A wa kanisa, tunaalikwa kutafakari kuhusiana na nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu. Na Kristo siku hii ya leo anatuahidia kutupelekea msaidizi, yaani Roho Mtakatifu. Na wataalamu wa maandiko matakatifu wanapenda kutumia neno hili la Kigiriki Paraklete, ambaye huyu Paraklete ni msaidizi, ni helper, ni comforter, ni consoler, ambaye Kristo anapotoa wosia wake huu katika hatua za mwisho, anawaambia wanafunzi wake anapoondoka hata waacha yatima, bali atawapelekea msaidizi ambaye atawakumbusha yale yote aliyowafundisha kwa kipindi cha miaka 3, na hata yale ambayo hakuwafunulia bado, kwa kuwa wao wanampenda yeye na kuzishika amri zake. Yeye atakuwa ndani yao na Baba yake ambaye ni Mungu atakuwa ndani ya mitume, ili waweze kuufunulia ulimwengu ule ukweli ambao Baba alikuwa amelenga tangu mwanzo. Kwa ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunapokusanyika mahali hapa, tunaalikwa kutambua nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu na kumwomba Kristo mwenyewe katika adhimisho la sadaka ya misa takatifu aweze kutujalia nguvu hiyo, ili kwa uwezo wa Mungu Roho Mtakatifu aweze kutuangazia na kutuongoza katika maisha yetu, aweze kutupa nguvu ya kuvumilia yale yote tunayokabiliana nayo, aweze kutupa nguvu na uelewa na uwezo wa kutambua au kuchambua changamoto zile ambazo tunakumbana nazo katika maisha yetu, ili tuweze kumhubiri Kristo kwa matendo yetu. Pasipo nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu hatuwezi kumshuhudia Kristo na wala hatuwezi kudhihirisha pendo lake, kwa kuwa Kristo anasema ya kwamba tunapozishika amri zake na kumpenda, huko ndiko atatupelekea msaidizi. Na kisha kutupelekea msaidizi, anatuahidia ya kwamba huyo ndiye ninayempenda na nitajidhihirisha kwake. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa katika Kristo, yeyote yule ambaye anataka Kristo ajidhihirishe kwake, ni lazima afuate sharti hili la kuzishika amri za Mungu, la kuzishika amri za Kristo. Mara zote Musa yeye alitupelekea amri 10 za Mwenyezi Mungu, lakini katika ujio wa Kristo yeye anatupa amri 2 tu. Anasummarize zile amri 10 za Mwenyezi Mungu katika amri 2. Hata kama nina uelewa mdogo kiasi gani, mambo haya mawili ni lazima niyafahamu na kuyaishi katika maisha yangu, na hivyo nitakuwa nimezishika zile amri 10 za Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ukiangalia katika amri za Mwenyezi Mungu zimegawanyika katika sehemu 2, na Kristo anaziita hizo ndizo amri zake. Sehemu ya kwanza, amri ya kwanza hadi ya 3 inaongelea kuhusiana na Mwenyezi Mungu, na sehemu ile ya pili kuanzia amri ya 4 ya kuheshimu wazazi wetu hadi amri ya 10 ni kumheshimu mpendwa jirani. Na kwa hali hiyo Kristo anatuambia kwamba yeyote yule anayesema anampenda Mwenyezi Mungu, ni lazima tumpende Mwenyezi Mungu kwa nguvu zetu zote, kwa akili zetu zote, kwa roho zetu zote na kwa uwezo wetu wote. Na hiyo ndio amri ya kwanza, kumpenda Mungu, kuhakikisha ya kwamba natimiza yale ambayo Mwenyezi Mungu ananitaka niyatimize. Na sehemu ya pili ni kumpenda mpendwa jirani. Huwezi kusema unampenda Mwenyezi Mungu pasipo kumpenda jirani yako. Unaposema unampenda Mungu ili hali haumpendi jirani,
huko ni kuigiza tu, na wala kweli haimo ndani mwako. Lakini ukisema unampenda Mungu, umetoka nyumbani, umetoka sehemu uliyotoka na kuja mahali hapa, hii inadhihirisha ni kweli sote tunampenda Mwenyezi Mungu, kwa kuwa tumekuja katika nyumba yake ya kumwabudia, ili tuweze kumweleza nia yetu, tuweze kumweleza mawazo yetu, tuweze kumweleza ndoto tulizo nazo, tuweze kumweleza mahangaiko yetu, tuweze kumweleza mateso yetu, na hatimaye tuweze kumweleza mafanikio yetu. Kwa hiyo tumekuja katika sherehe ambayo yeye ametualika sote kwa pamoja, na katika mwaliko huo kila mmoja wetu akaitikia. Sasa baada ya kuitikia, kinachofuata ni nini? Tumejidhihirisha kwake kwamba tunampenda. Ni lazima tuweze kutoka hapa na kuonyesha hali hiyo kwa matendo, kwa kumpenda mpendwa jirani. Na tunapompendwa mpendwa jirani, ni lazima tuweze kumpa haki zake zote. Ni lazima tuweze kumtendea namna ambavyo Kristo anatutendea sisi. Ni lazima tuweze kuwatendea namna ambavyo Mwenyezi Mungu anatutendea sisi na kutujalia yale yote tunayomuomba. Tukishindwa kufanya hivyo, haya tunayofanya yatakuwa ni maigizo. Kristo tumaini letu. Na huko ndiko Kristo anakosema ya kwamba ukisema unanipenda mimi, ya kwamba unampenda Kristo, ni lazima uzishike amri zangu. Na amri zake ni hizo, amri ya mapendo. Na hiyo amri ya mapendo ni kumpenda Mungu na mpendwa jirani. Nikitimiza hayo, lolote ninalomuomba Mwenyezi Mungu ananijalia, kwa sababu Kristo amedhihirisha wazi na kusema ya kwamba huyu anayenipenda mimi na Baba tunakaa kwake. Na kama Kristo na Baba anakaa ndani mwangu katika nafsi yangu, lolote nimuombalo ananipa. Na lolote ninalotaka kulidhihirisha, yeye kwa kuwa amekwisha kujidhihirisha kwangu, atanijalia. Na haya ambayo Kristo anatoa katika wosia huu kabla ya kuyakabili mateso kwa wanafunzi wake, ni ili kuwatia nguvu, kuwaondolea hofu waliokuwa nayo, kuwaondolea woga, ili mambo haya yatakapotukia waweze kuyahimili na kuweza kumhubiri kwa matendo. Na ndiyo maana katika safari yetu ya maisha, ndugu zangu, ninapoingia katika hali ya mkato wa tamaa, sijaelewa mambo haya bado sijamuomba Kristo akanipelekea msaidizi, na msaidizi huyo anasimama badala yangu. Tunapokuwa tunafanya tafsiri hii ya Paraklete, ambaye Kristo anatuambia anatupelekea msaidizi, ni mtu anayesimama badala yangu. Ni kama ambavyo labda nimeshtakiwa katika mahakama, lazima niwe na wakili, lazima niwe na mtu ambaye ananitetea, mtetezi wangu. Na Kristo anatuambia ninapoondoka, sitawaacha yatima. Kusema atakayewapa uwezo wa kutenda, atakayewapa uwezo wa namna ya kufikiri, atakayewapa uwezo namna ya kufunulia haya ambayo nimewafunulia ninyi, hata yale ambayo sikusema nanyi bado, kwa kuwa mimi ni ndani yenu na Baba yu ndani yenu, atawafunulia yote, nasi tutajidhihirisha kwenu. Kwa ndugu zangu, katika Dominika hii ya 6 ya Pasaka ya mwaka A, kila mmoja aombe nguvu hii, amuombe Kristo ampelekee msaidizi, ili ninapoingia katika changamoto katika maisha yangu, ninapoingia katika mahangaiko ndani ya familia, ninapoingia katika matatizo kule ambako nafanya kazi, ninapoingia katika changamoto ya namna yote ile katika maisha yangu, ninapojikuta katika crisis yoyote ile katika maisha yangu, yupo ambaye anasimama badala yangu. Lakini sisi wa Kristo mambo haya hatuyaelewi. Tunakuja kanisani, tunashindwa kumwomba Kristo tujalie msaidizi. Na sharti la kupewa msaidizi ambaye ni Mungu Roho Mtakatifu, anayetufunulia yote, anayetufundisha kuhusu kesho yetu, anayetuonyesha kesho yetu ikoje, ni huyu Roho Mtakatifu. Sharti ni moja tu, ni kuzishika amri, ili katika kuzishika amri, huko ndiko kumpenda Kristo. Na ndiyo maana ule waraka wa kwanza
wa Mtume Yohana kwa watu wote, ile sura ya 3, anasema ukisema unampenda Mungu ni lazima kweli hiyo iwe ndani mwako, na kama kweli hiyo imo ndani mwako utampenda na mpendwa jirani kama mpendi ndugu yako. Humpendi yule unaishi naye ndani ya familia, aidha ni mke wako au ni mume wako. Huwapendi watoto, huwapendi wale wanaokuzunguka katika jamii uliomo, huwapendi wale unaofanya nao kazi katika ofisi ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia, wale wanaokuzunguka katika biashara yako unayofanya. Kama huwapendi, wewe ni mwongo na kweli haimo ndani mwako, na hivyo Kristo na Baba hawawezi kukaa ndani yako. Ili Kristo na Baba wakae ndani mwako, ni lazima uweze kuishika kweli yote, ni lazima uweze kuzishika amri, kwa sababu huko ndiko kumpenda Kristo. Anayesema ananipenda ni lazima azishike amri. Kwa ndivyo namna ambavyo Mwenyezi Mungu anakaa ndani mwetu, na dhana hiyo inaonekana katika somo la kwanza. Tukiisha kuzishika amri na kudhihirisha kwamba tunampenda Kristo, tunampenda Baba, tutadhihirisha hayo kwa wale tunaoishi nao, na huko ndiko tutakaponyosha mikono juu ya wengine, Mungu atatenda. Katika somo la kwanza katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, ni kitabu ambacho kinaelezea kanisa la mwanzo, namna ambavyo mitume walikuwa wanatenda, namna ambavyo wale waliokuwa wanahusiana na mitume, namna walivyopokea mahubiri ya Kristo, namna walivyopokea ujumbe huu wa Kristo mfufuka. Namna hiyo walipokea kwa sababu ya mahubiri na matendo ya mitume. Tunasikia habari za Filipo anapoenda Samaria. Filipo anapoingia Samaria, tunaambiwa anashuka kule na kuhubiri. Tutambua kwamba Wasamaria ni wale ambao walikuwa wachangamani na Wayahudi, na katika kutochangamana kwao hawakuelewa mambo haya, lakini hata mara zote Kristo alishuka kule na kusema ya kwamba hao wataokolewa watakuwa kwanza na watu wa mataifa. Na Filipo anapoenda kule, pamoja na masaibu na mahangaiko waliokuwa nayo, kwa sababu ya ile nguvu waliokuwa nayo ndani mwao, kwa sababu walimpenda Kristo, kwa sababu walishika amri, na Baba na Kristo wakawa ndani ya mitume, watu wale wanapata nguvu ile na kumwelewa Filipo. Na mitume Yerusalemu wanaposikia mambo hayo, tunasikia kina Petro na Yohane, wanaposikia kwamba Wasamaria wamewapokea na kukubali kubatizwa, wanashuka wanaungana na mtume Filipo katika kuwawekea watu wale mikono, ili waweze kuishi katika usawa, waweze kuishi katika haki na kumdhihirisha Kristo mfufuka. Swali la kujiuliza, katika nyakati zetu tumekwisha kupokea yote haya. Tunaishi katika ulimwengu ambao una changamoto nyingi, umegubikwa na yote yale ambayo yanataka kumwangamiza mwanadamu. Pale ambapo haki imeminywa, watu wapo katika mateso makubwa, lakini kwa batizo wetu tunasema sisi ni wamisionari, tumekwisha kumpokea Kristo mfufuka, ili hali tunaendelea kuwasababishia wengine mateso na mahangaiko makubwa. Je, tumekwisha kupokea nguvu ya Mungu Mtakatifu katika maisha yetu? Je, huko ndiko kumpenda Kristo? Pale ambapo chuki imezidi, badala ya kuwawekea watu mikono na kuwainua katika unyonge walionayo, katika mahangaiko walionayo, tunatumia nafasi zetu na ofisi zetu kuwadidimiza. Mitume kwa nafasi ambayo wamepewa na Mwenyezi Mungu, wanaenda kuwainua wanyonge katika eneo hili la Samaria. Je, mimi kama Mkristo, mimi kama Mkatoliki, mimi kama yule ambaye namuomba Kristo ampelekee msaidizi ili niinue maisha yangu na familia yangu, niweze kuinua kipato changu, je, wale ninaowahudumia na wahudumia vipi? Ninawatendea vipi? Ni mambo gani ambayo nafanya? Ni kwa ajili ya kuwainua au ni kwa ajili ya kuwadidimiza? Katika hali hiyo, yote yule ambaye anampenda Kristo na kusema yeye ni mbatizwa, ili afanye kazi hii ya mitume ya kina Filipo, Petro na Yohane, namna ambavyo waliwainua wanyonge na wanaoteseka katika kanisa hili la mwanzo, nasi tunapaswa kufanya vile vile. Namna ambavyo mimi nataka kutendewa, ni lazima niweze kuwatendea wengine. Nafasi nilionayo katika jamii sio kwa ajili ya kuwakandamiza watu, bali ni kwa ajili ya kuwainua, ni kwa ajili ya kuwasaidia waweze kutoka hiyo hatua moja walionayo kwenda hatua nyingine. Unapopewa msaidizi, maana yake ni mtu anayekusaidia kufika kule unakotaka kwenda. Ni mtu ambaye anakutia nguvu pale ambapo umekata tamaa. Ni mtu
nyuma? Kila mmoja afanye tathmini kwa nafasi yake ile ambayo Mungu amekupa, kwa sababu uelewa nilionao sio uelewa wangu mimi, kwa sababu sehemu ambayo tunasema ya kwamba tunafanana na Mwenyezi Mungu ni katika intelligibility. We are created in the likeness and image of God. Maana yake ni nini? Ni katika namna zetu za kufikiri. Tunapotazamana sisi kwa sisi ni tofauti, hapo ndipo tunapofanana na Mwenyezi Mungu. Je, hiyo kazi ambayo Mungu amekupa ni kwa ajili ya kuwainua hao Mwenyezi Mungu aliyokukabidhi kama mitume, au ni kwa ajili ya kuangamiza? Kwa sababu kitabu hiki tumesikia ni kitabu cha matendo ya mitume, ni vitu walivyofanya. Je, tukiandika kitabu chako kwa jina lako tukasema ni kitabu cha matendo yako, je, tunaweza tukakisoma hadharani mbele za watu? Tunapoandika historia ya maisha yako, tunaweza kukushukuru kwa hiyo akili ambayo Mungu amekupa? Je, ni kweli umefanana na Mwenyezi Mungu? Kwa sababu wakati mwingine katika jamii tunaishi pasipo hofu, na hofu hii sio woga, naongelea hofu ya Mwenyezi Mungu. Watu wanaishi kana kwamba wao ni miungu, wanataka kufanana na Mungu. Kila jambo wanalotenda wala hawazi kesho, anafikiri ya kwamba maisha yanaishia hapa hapa. Ndugu zangu wa Kristo mlioko hapa, kuna maisha baada ya haya. Tazama kesho yako itakuwaje, na kule hakuna kudanganyana. Unaposoma Injili ile ya Yohane sura ya 8 aya 32, anasema ya kwamba ukweli utakuweka huru, na ukiishi kweli hiyo ndio itakayokuweka huru mbele ya Mwenyezi Mungu. Kila mmoja analikwa kuwa na hofu. Nafasi uliopewa katika jamii, kama ambavyo tunasikia habari hizi za matendo ya mitume, ni ile hali ya kuacha utu wa zamani, kuishi utu mpya, kufanana na Kristo, kuwa na hofu katika maisha yangu, kufanya mambo kwenda kwa kasi na sio kuyazuia. Leo hii nakuta kwa nafasi nilionayo katika jamii, nafasi nilionayo ndani ya familia, najikuta ni kuzuia mambo kwenda badala ya kusaidia mambo kwenda kwa kasi, na uelewa ambao Mungu amenipa kuleta ufanisi pale ambapo nipo. Badala ya kusaidia na didimiza, badala ya kuwa msaada kwa watu na kuwa naishi kama mnyama. Kila mmoja tazame nafasi ambayo Mwenyezi Mungu amempa. Ni nafasi ambayo ni kama ya hawa mitume. Kitabu hiki kinapoandikwa matendo ya mitume, chukua nafasi ulionayo na wewe jiweke mahali hapo katika kitabu hicho. Je, matendo yako hayo ni kwa ajili ya kuwasaidia watu au kwa ajili ya kuangamiza? Ni kwa ajili ya kuleta haki au kwa ajili ya kuminya haki za watu? Ni kwa ajili ya kuleta amani au kwa ajili ya kuipoteza amani iliyomo katika watu? Ni kwa ajili ya kuwarudisha nyuma kwa nafasi uliopewa au la? Kwa sababu katika somo la pili katika waraka huu wa Mtume Petro kwa watu wote tunaambiwa ya kwamba ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema, ikiwa ndio mapenzi ya Mungu, kuliko kwa kutenda mabaya. Je, mimi natenda mema? Pale ulipo unatenda mema? Unateseka kwa kutenda mema au kwa kutenda mabaya? Wengine wanateseka. I swear to God, you are going to pay it. You are going to pay the price. Hakuna namna yote ile, hata yodi moja itakayodondoka pasipo kuilipa. Jambo hili haliandikwa kwa bahati mbaya, lakini wanadamu wanafunga akili zao sijui kwa minyororo, wanafunga masikio yao, wanadhani ya kwamba yale ninayoyatenda mbele za Mwenyezi Mungu yatapita. Hakuna hata jambo moja litakalopita. Ndio maana anasema aheri uteseke kwa kutenda mema, kwa sababu hayo ndio mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kama ambavyo Kristo aliteseka badala yetu. That is the will of God. Je, mimi nateseka kwa sababu ya mapenzi ya Mungu? Nateseka kwa sababu ya wema au kwa sababu ya mabaya? Ninapoteseka kwa sababu ya hayo mabaya, ni kwamba I'm going to pay the price one day. No way out. Utatudanganya hapa kama Wakristo, utatudanganya kama wanadamu wenzako, bali yule aonaye rohoni, aonaye katika undani mwako, baada ya maisha haya ni lazima utalipa jambo hilo. Ndio maana anapompeleka msaidizi kati yetu ili Baba aweze kukaa
na Mungu Roho Mtakatifu aweze kukaa ndani mwetu na Kristo akae ndani mwetu, ni ili kuona yale ambayo ninatenda na ninayotendewa vile vile. So no way out. Kama mimi sina hiyo nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu ndani mwangu, yule ninayemtendea naye Roho anaona, Baba anaona. Ndio maana anatualika ya kwamba tuwe na staha. Mwanzoni na maana anaanza kwa kusema ya kwamba nanyi muwe na dhamiri njema. Kwa nafasi ulionayo katika jamii hii, katika taifa hili, katika watu ambao Mwenyezi Mungu amekubali wewe wahudumie kwa taaluma ulionayo, kwa nafasi ambayo Mungu amekujalia, je, lile unalotenda ni kwa dhamiri njema? Ni kwa dhamiri safi? Kwa sababu mwenye dhamiri njema analeta maendeleo, anainua walio wanyonge, anatoa wale ambao wako katika mavumbi wanainuka tena na kupata yale maendeleo ambayo wanatamani katika maisha yao. Je, ile unalotenda ni kwa dhamiri njema? Ni kwa dhamiri safi? Ili katika neno mnalosingiziwa katika hizo dhamiri njema muweze kusimama imara. Je, jambo hilo mnatenda katika dhamiri hiyo iliyo safi na njema? Kristo tumaini letu. Kwa kila mmoja angalie ndani ya familia yake, dhamiri yako ni safi? Pale ambapo ninafanya kazi, dhamiri yangu ni njema huyu ninayemtendea? Kwa sababu dhamiri iweze kuwa njema, lazima nizishike amri. Na Kristo anasema ya kwamba katika zile amri za Mwenyezi Mungu hata nukta moja haitadondoka. Ndio maana alikuwa kumpenda Mungu kwa nguvu zangu zote, kwa uwezo wangu wote, kwa roho yangu yote, na kwa roho yangu yote, na kwa moyo wangu wote, na kumpenda mpendwa jirani kama nafsi yangu. Na mkifanya hivyo, mkipendana ninyi kwa ninyi, mtatambulikana kama wanafunzi wa Kristo. Kristo tumaini letu. Na anasema ya kwamba katika kudhihirisha tumaini hilo ambalo wale ambao hawaelewi mambo haya bado, mueleweshe kwa upole na kwa hofu. Je, ninapokuwa ofisini kule, anakuja mtu haelewi kuhusiana na jambo hilo, kwa sababu ninapokuwa katika hadhi yangu ya kikuhani kama padre, ni lazima Kristo anapokuja nimpokee kwa unyenyekevu na kwa upole na kumwelewesha kile ambacho Mungu amenijalia mimi ninacho. Je, wewe kwa taaluma hiyo na nafasi hiyo ambayo Mungu amekupa pale ulipo, unawapokeaje wengine? Ni kwa kuwa na hiyo hofu ya Mungu na upole na unyenyekevu ili uweze kuwasaidia Kristo? Au umejifanya Mungu mtu pale ulipo? Tukifanya hivyo, katika hali hiyo, hata kama tukiingia katika mateso, Mwenyezi Mungu atatuinua, kwa sababu yeye aliteswa mara moja kama sisi, ili aweze kuturudishia hadhi ya kuwa wana. Katika Dominika hii tuombe neema ya Mungu na nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu, ili Kristo aweze kumpeleka msaidizi ambaye atatufunulia yale yote ambayo Kristo ameyafundisha katika maandiko matakatifu, na hata yale ambayo hatuwahi kufikiri bado, ili niweze kuona kesho yangu, kwa sababu kesho yangu ni kuishi maisha ya uzima wa milele. Na ili niweze kuingia katika maisha ya uzima wa milele, lazima niweze kufanana na Kristo. Lazima niweze kuwa Kristo mwingine, na kuwa Kristo mwingine ni kuenenda na kutenda kadiri ya Kristo. Na kuenenda na kutenda kadiri ya Kristo, huko ndiko kuitwa wa Kristo. Kila mmoja atazame dhamiri yake, atazame nafsi yake, namna ambavyo anahusiana na mke wake, namna ambavyo anahusiana na mume wake, namna ambavyo anahusiana na familia yake, namna ambavyo anahusiana na kanisa, namna ambavyo anahusiana na jamii, namna ambavyo anahusiana na wale anaofanya nao kazi. Je, nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu ipo ndani mwake? Hiki ambacho Kristo anasema ya kwamba atampelekea msaidizi yupo. Je, natenda kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu au kadiri ya mapenzi yangu? Basi katika adhimisho la sadaka ya misa takatifu, sadaka ya upendo wa Kristo, huyu msaidizi ambaye Kristo ametuahidia kutupelekea, hata mara moja tusiwe yatima wa kiroho. Kwa sababu tunapokuwa yatima wa kiroho ndiko tunapokata tamaa na kuleta vurugu katika maisha ya wengine na kukumbana na masaibu ambayo tunakumbana nayo.
Tumwombe Kristo atupelekee msaidizi, hata mara moja tusiwe yatima katika roho zetu, bali tumpokee yeye na Baba na Roho Mtakatifu aweze kutuongoza na kutuangazia, na kila mmoja kufikia ile tamanio la moyo wake. Kristo tumaini letu. Simame tukiri imani.